mtoto ni mwanga nini huyu? Mbona simwelewi? Inawezekana vipi? Kila nakopita namkuta mbele, yaani anacheza kwenye njia zangu nazopita. Hasa kama wanga kapata wapi? Kwa mjomba wake, mtoto mdogo kama yule, kwa shangazi yake, au wanga ukoo wa kulisishwa? Kumeanza kuchangamka. Hata niua mimi huyu jamani, aiwanda. Mwizi mkubwa. Nisamee mkuu wangu, ni tamaa tu hizi ndogo ndogo basi, lakini sina baya na wewe. Leta begi la babangu. Begi ili hapa. Ili hapa kiongozi, mimi wala sina shida na wewe. Nilichokifanya mimi, baada ya kunywa supu bakuli kuacha tupu, mimi nikanywa bakuli supu nikaacha tupu. Kumlazi. Muone hilo. Nitafune. Kafika saa ngapi? Sijui. Amanda, wewe si tumekuacha kule? Njoo. Uko sawa? Niko sawa. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mume wangu, mbona uko busy tu na simu hata unijali? Hivi unaamini unaweza kupata pesa kupitia Forex ya Jamson? Marafiki, hii si utani. Dola 190 ndani ya dakika chache tu, na mtu yoyote anaweza kufanya hivi. Hizi hapa ni review halisi kutoka kwa watu waliopata mafanikio kupitia Jamison. Unataka kujua imekwaje? Tazama kwa makini. Nitakuonyesha sasa hivi. Hii hapa ni software ya kipekee ya Forex ya Jamson. Nimechagua euro kwa USD na inaonyesha soko litapanda. Kwa hiyo, nabonyeza app na ninawekeza dola 18. Boom! Biashara ya kwanza kwa faida ya dola 35. Twende tena nyingine. Mkakati ni ule ule. Euro kwa USD inaonyesha kupanda. Safari hii ninaingia kwa dola 57. Tuone matokeo. Ushindi mwingine, dola 110 ndani ya dakika chache tu. Usahihi wa hali ya juu kabisa. Ndani ya dakika chache tu, dola 127 tayari zimeondolewa. Nadhani hutakosa nafasi hii tena. Kwa wafuasi wangu pekee, Jamson anatoa software yake na ufikiaji wa VIP. Community ni bure kabisa. Naomba ufuate hatua hizi 3 rahisi. Namba 1, bonyeza linki ambayo ipo kwenye description kujiunga na Telegram ya Jamson. Namba 2, bonyeza start kisha mtumie ujumbe. Namba 3, fuata maelekezo yake na utapata software ya kipekee. Mamia ya watumiaji wengi tayari wanapata faida kubwa. Angalia review hizi zote. Kama linki ya Telegram haitafunguka kabisa, pakua VPN yoyote ya bure. Kisha chagua nchi ambayo Telegram inafanya kazi, mfano Nigeria. Baada ya kuunganisha, fungua tena linki, itafanya kazi. Fuata linki sasa, wasiliana na Jamson uweze kubadilisha maisha yako. Acha mapepe. Bwana wamekutia saundi tu, aturudishi bali na kila kitu poa tu. Sikiliza Kaligo.
Acha sauti nyingi. Hiyo mbuzi kama kuchinjwa atachinjwa na tutamla. Sasa mtoto mbona sema tumrudishe? Sasa watoto wengine sio watanania wameayusho. Watu wa mashe. Ndio maana sitaki kudamisha na watu wadogo watatengeneza uoga hapo itakiwa mna familia nani. Nakwambia. Au kazi ya mimi. Kama tuna bosi umempata baridi. So. Oya. Ukisikia ngombe masikini na fadhai leo amezaa. Mbona dili wewe mbegi yule mwanangu kama kishua anaonekana. Ile saa mimi mteja ndai tunakula kila kitu tunaondoka. Baridi kama vipi ile atuchekesha. Wewe anza na demu mimi naanza namrukia kilo mbaya. Jenje. Vipi? Chukua kila kitu. Tulieni bana na nyinyi bana, yule mimi namjua bana, mnapiga hesabu sasa. Sasa watu watamichongo gani hiyo? Muangalie kwanza. Wewe unamuona mjongo mjulia wapi yule? Kaa ushieni vitu vingine, sio mkiona tu kama mmeona kichaka na nyinyi. Kwa watu wengine sio. Yule mimi nimesoma naye namfahamu, sasa ndio boni hii. Unarusha ndege mwanetu. Wao watu 45 si ndio? Utembo au vipi? 80 bali utayakanyaga. Nenda usio unamjua wale utayakanyaga. Twiz, vipi ndugu yangu? Mbona huku Uswahilini kaka huku? Sikiliza ndugu yangu, huku ni hatari sana. Huku watu wanakaba mpaka kwa Bluetooth. Kuwa makini bwana. Umeona wale? Sio watu wazuri wale. Kukosa mimi ulikoponaisha saa hizi. Watoto. Habari bwana. Vipi ndugu yangu? Mbona hivi? Wewe acha tu kaka. Matatizo. Sasa bwana Twizi. Naam. Kuanzia leo hapa ndio nyumbani kwako. Yaani hiki chumba wewe ndio utakitumia. Kuweni na amani, kuweni na uhuru. Funguo baba hii hapa. Kaka mimi nashukuru sana. Yaani kiukweli nilikuwa hata sijui naanzia wapi. Yaani usiwe na wasiwasi ndugu yangu. Yaani usiwe na wasiwasi kabisa. Unajua hiki chumba nilimpangia kidogo nyumba ndogo. Hujaacha mambo yako ya chuo. Akazingua bwana, alipozingua nikamwambia wewe ondoka. Kwa huko ndani kuna kila kitu. Kuna godoro, kuna sabufa, kuna feni, kuna kila kitu. Kwa endeleeni kuishi hapa. Kodi itakapoisha tutajua nini cha kufanya, lakini kuweni na amani. Kaka mimi nakushukuru sana. Yaani kiukweli nilikuwa hata sijui naelekea wapi. Nilikuwa nimepagawa. Usijali ndugu yangu. Wastala umbuki. Umetenda sana wema bwana Twizi. Kwa hiyo tulia humu ndani. Sasa ndugu yangu niwaache kwanza mpumzike. Ngoja nikusindikize kaka. Twizi. Mmezunguka sana nyinyi, ingia ndani humu usio. Tena usio na sabufa ipo. Ingieni niwaone kwanza bwana. Ingieni niwaone. Nashukuru bwana. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Hongera sana mwanangu. Haya ndo maisha natakiwa kuishi mimi mama yako, na sio kula Uswahilini. Ni kweli mama, haya hapa ndo maisha yetu, kwa sababu kiukweli tumehangaika sana kwa jasho na damu mpaka tumehakikisha tumepata vitu vyote hivi, nyumba nzuri kama hii, maisha expensive. Kweli ni haki yetu kuenjoy life. Kwa hiyo mama yangu, yani wewe furahi, urudika, kuwa na amani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kumzaa mtoto jembe kama wewe mwanangu. Hakika wewe ni kiboko kweli kweli. Lakini mama, kuna jambo ambalo linanisumbua sana akili yangu. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Jambo gani? Yaani mama, ili tuweze kuishi kwa furaha humu ndani, kuna kidudu mtu lazima tumuue. Unajua ni nani sasa? Ni nyuki. Nyuki? Yaani mama, tukimuua nyuki tutaishi humu ndani kwa furaha na amani. Kumbe shida ni nyuki tu. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Mimi niko tayari bega kwa bega na wewe,
tumteketeze huyo nyuki ili tuishi kwa amani na furaha. Kweli mama? Naecheka na ndio adui yako. Remi! Umewaka Remi. Bwana Remi, nimefurahi sana kukuona. Ni siku nyingi sijakuona. Napata tu habari zako. Remi kawa mchalo. Remi sasa hivi matawi ya juu. Remi ametulia, aburuzwi tena, kawa mwanaume shababi. Remi hata kunitafuta ndugu yangu. Na manufaa hayo unayosikia hata kunitafuta. Na mimi simtafuti Remi. Kwa sababu binadamu tunakutana. Binadamu sio milima. Ndugu yangu, kweli wakukaa mbali na mimi wewe? Hapati mimi ndo nilikuwa nakupa ushauri ndugu yangu, unakuja unalia na kufuta machozi. Leo umefanikiwa kunitosa mimi kaka. Binadamu sisi. Kaka mimi nipo bwana. Unajua maisha kujihangaisha siku zote. Na hata hivi kuna kazi fulani ambayo nimeipata huko mtaani. Kwa hiyo nanifanya niwe busy kidogo, lakini niko. Siwezi kukutupa ndugu yangu. Sasa hivi umeamua kujishughulisha. Maana mwanzo ulikuwa unaamini rangi yangu nitapata jimama. Kwa sasa hivi umeamua kufanya kazi kijana. Fanya kazi bwana. Unajua kazi ndio kila kitu. Lakini pia ukiwa umepata manufaa kama hayo, usitusahau sisi rafiki zako. Sisi wewe tunakujua. Wewe utawadanganya huko. Sisi tunakujua. Sisi tunataka tukakaa tukakutunzia mabango, watu wanakuheshimu wakakuzalau kwa sababu tunajua siri zako. Nikwambia kitu kimoja Njenje. Katika marafiki ambao siwezi kuwasahau, wewe namba moja. Yaani siwezi kukusahau kabisa. Nafahamu tulikotoka, tumetoka mbali sana. Na hata hivyo umetoka wapi huko? Huku bwana, na rafiki yangu naye kapata matatizo. Unajua sisi ndio ondo walezi wa wana. Tunawasaidia, mkifanikiwa mnatutupa. Kuna mshikaji wangu naye alikuwa matawi ya juu sana. Nimesoma naye chuo bwana. Ila yule utofauti wake sasa kidogo nimekula neema zake. Hatu zilikuwa zinasoma kwenye simu enzi hizo. Lakini akapata matatizo na nini, ndio nimekutana naye leo, tulipotezana. Nimetoka kumhifadhi hapo kidogo, aje angalizie siku 2-3. Basi ndio binadamu sisi bwana, Basi sawa kaka. Hata hivyo nimefurahi sana kukuona leo. Mimi na wewe nyumbani mara moja. Kwa hiyo tutawasiliana. Remi, lete simu nikuandikie namba ndugu yangu. Mimi nishabadilisha namba. Sisi ni watu wa mjini hapa, maso kila siku, Nikae na namba moja mimi bwana. Umeona bwana? Sasa hapa, ukinitafuta hapo utanipata. Nitumie message sasa. Sawa kijana? Nisha kutext hapa. Basi nashukuru sana bwana. Itakuwa imefika hiyo. Haina shida ndugu yangu. Basi sawa kaka. Haya, siku njema bwana. Kwako pia. Haya. Kula. Usiwaze sana. Basi hata ujilazimishe Twizy. Unajua changamoto zikitokea, utakiwa kuwa mnyonge namna hiyo. Inabidi uzipokee na ujue ni namna gani utazitatua. Kumbuka wewe ni mtoto wa kiume. Kwa unavyokuwa hivyo sio vizuri. Baba, kula. Mimi nipo, nitakupambania. Na mali zote zitarudi kwenye mikono yako. Kula maya. Sawa. Kama mimi sio mtoto halali wa Mzee Mbengo, babangu halisi atakuwa ni nani?
Pole sana shemeji kwa changamoto ambayo naipitia. Kiukweli baada ya kusikia hili swala lilinishtua sana. Ndio maana nikatoka hima nije kukuona. Maana light kama angekuwa mwanaume mwingine dhaifu, angekuwa shapagea kabisa. Nashukuru sana Remi kwa kuja kuniona. Unajua changamoto tumeambiwa sisi wanadamu, na siku zote matatizo yakikufika unatakiwa kuyakubali. Ndicho nachokifanya mimi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, mimi nitakuwa sawa kabisa. Vipi kuhusu hili swala? Ushaanza kufuatilia ili uweze kufahamu kweli? Na kama ikiwezekana mali ziweze kurudi mikononi mwako? Of course, ndo nipo kwenye hatua za kulifuatilia hili swala kiundani. Shemeji, wala usiwe na wasiwasi. Mimi nimeshaanza uchunguzi na hili swala nalifuatilia kiundani. Na nitahakikisha kila kitu ambacho nimekipoteza kinarudi kwenye mikono yangu. Wala sikuwazishi sana. Sawa shemeji. Na vipi sasa kuhusu kazi? Maana wewe ndio ulinipatia kazi pale ofisini. Asa kama wewe mhusika umeondoka, mimi watu nifukuza kweli? Sidhani kabisa. Unajua kampuni yoyote ili iweze kupiga hatua inahitaji wafanya kazi. Na nafasi ambayo wewe uko nayo kwa haraka sijiona mtu ambaye anaweza kukava. Kwa haiwezi kuwa rahisi wakakufukuza kazi. Sifikiri kabisa kama hilo swala linaweza kuwezekana kwa sasa hivi. Usiwaze. Nafahamu kwamba una majukumu na kwa sasa hivi unategemea kazi ile ili uweze kuendesha familia yako. Hauwezi kufanya hayo maamuzi kwa haraka kiasi hicho. Wale wana matatizo na mimi hawana matatizo na wafanya kazi. Kwa hiyo jambo la msingi unatakiwa uhudhurie kazi na uhakikishe kwenye nafasi yako unaitendea haki. Hakuna mtu atakayekugusa. Basi sawa shemeji. Mimi nashukuru nimekuona na unaendelea vizuri. Mimi kesho asubuhi tu niko kazini. Mungu akusimamie sana shemeji. Okay. Uwe na siku njema kaka. Baby, kuna changamoto ambayo mtoke pale kazini. Yule shemeji leo anajili kwenye ile kampuni. Inasemekana kwamba ile kampuni sio ya kwake. Kwa hiyo kuanzia leo na kuendelea, ile kampuni ipo chini yake tena. Ipo chini ya watu wengine kabisa. Na ninavyozungumza hapa sasa, kanyang'anywa kila kitu, na maanisha kaudi kwa maskini. Siko sawa kwa kweli. Kama aliyekuajiri kwenye kampuni hayupo tena, vipi sasa kuhusu wewe? Ina maana nao umetolewa kazini? Hapana. Hata hivyo nilipata wasaa kuzungumza naye, na akaniambia kwamba niendelee kufanya kazi kwa sababu hawezi kufanya maamuzi kwa haraka kiasi hicho. Kwa hiyo bado nitaendelea kufanya kazi kwenye ile kampuni. Sawa. Hilo ndio jibu nilikuwa nasubiria kulisikia. Maana ungesema wewe pia kazi hauna, hapa ndani tungeongea sasa hivi lugha nyingine. Usiwe na hofu kuhusu hilo kipenzi. Mimi kazi naendelea kufanya bado. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu. Napata hisia zazaleta machungu, akina pagawa. Mama, usiwaze sana. Haya yote tunayopitia, chanzo ni mama mbaya, lakini mama anakuhakikishia kila kitu kitarudi kwenye mikono yetu.
Nakuelewa Amanda, na nakuamini mwanangu, kwa sababu najua sasa hivi kila kitu ambacho nakizungumza lazima kitokee. Tofauti na mwanzo, nilikuwa sikutilii maanani, yaani nilikuwa naona kama una mawenge, ila kwa sasa hivi nakuamini. Mama, wao wametufanyia sisi ubaya, basi nitahakikisha nakula nao sahani moja. Haya bwana, mimi nakuamini. Sawa sawa mama. Marafiki, na kukumbusha tu, Jamison anashiriki software yake ya Forex bure kabisa. Lakini ni kwa muda mfupi tu. Fuata linki, wasiliana na Jamison na ubadilishe maisha yako. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali,